Sada. Tumesada. Kweli. Kwa shida ula kuelekea. Naam. Mimi nimekuja kuwatembelea, lakini pia nimekuja kuona kujua kama na changamoto gani pia ambazo ziko hapa, lakini bado niko nataka kufahamu idadi ya wafanyakazi ambao wako hapa. Au wengine ni wa mradi. Sawa. Wale wa mradi wako wapi? Wako hapa kwa sasa. Wako hapa. Hiyo wengine wako kule TC. Sawa. Kuna serikali wako sita. Sawa, kuna in-charge. Nisha na wewe. Nisha na nani hapa? Nesi watatu. Mmoja yuko shule. Kwa hiyo jumla 6, lakini kwa sasa tuko 5. Mmoja yuko shule. Sawa. Kwa jumla hapa mko 6. Okay. Changamoto ambazo mnazoendelea kuzipata hapa ile jumbo liweze kuisha. Likiisha na maana likishaisha tutapata space kubwa ya kuhudumia kwa nani, na tutahamisha labor wote. Tutamia kule. Tutamia labor kule. Hivi vyumba vingine vitabaki kufanya mambo mengine. Kwa kama unaona sasa hivi research na bana kwa wajawazito kule. Unaona? Kwa hivyo tunaendelea kufanya kazi serikali, na nafikiri mimi niko hapa kwa ajili yenu. Sipo kwa ajili ya kutenganisha watu, wala sipo kwa ajili ya kuja kuanza kumwonea mtu. Hapana, tuko kwa ajili ya kujenga watu kama mmoja. Kwa sababu na nyinyi mmekuja hapa kwa ajili ya wananchi. Mimi mwenyewe niko kwa ajili ya wananchi. Kwa hivyo wananchi watu wafanye kazi vizuri, tukishirikiana itakuwa vizuri zaidi. Tukishirikiana itakuwa vizuri, lakini kama kuna changamoto zozote nitaacha mawasiliano yangu. Lakini pia nitachaji mwenyewe namba zangu kwa kama kuna changamoto zozote nitaniambia. Kingine nimekumbuka hapo kwenye changamoto. Naomba maabara. Ila maji hapa ya kutosha. Sawa, maabara yetu. Jamani, za asubuhi. Mwangalia kama wako kwa wangu. Neno la awangeliza. Wewe ni gani? Mzangu, mimi kwa majina naitwa Vincent hapa. Ndio diwani wa kata hii. Leo nimekuja kuwasalimia, lakini pia nimekuja kuwajulieni hali. Ningependa sana ndugu zangu kwamba jinsi ndivyo tulipo hivi, mzidi kuendelea kuwa na moyo huu wa upendo, hasa katika kwa wataalamu wetu. Lakini ningependa muwe na moyo wa subira. Napenda muwe na moyo wa matumaini, kwa sababu jinsi mlivyoweza kufika hapa hamjapenda, ila tumekuja kwa sababu ya shida. Naombeni sana tuendelee kuwapa ushirikiano wetu madaktari wetu, na tuzidi kuendelea kupata maelekezo ya wataalamu wetu kama jinsi wanavyozidi kuendelea kutushauri. Tuwape ushirikiano. Palipo na changamoto msisite kuwaambia. Palipo na changamoto hata wao wenyewe hawatasita kuweza kuwasaidia. Lakini kama kuna tatizo lolote ambalo liko nje ya uwezo wao, mnaweza mkawasiliana pamoja na uongozi wao, na baada ya hapo hata sisi wenyewe viongozi wetu tunaweza nikakufikia na kuja kuwasaidieni. Kwa hivyo mimi nimekuja kuwasalimieni tu. Sijaja kuja kuhutubia, ila nimekuja kuwasalimia na kuja kuangalia changamoto ambazo zilizoko hapa kwenye zahanati yetu hii ya Nyakafulu, hususan miundombinu ya maabara na upungufu wa majengo yetu. Ameshaniambia hapa daktari wangu. Kwa hivyo hata baada ya kutoka hapa mimi nitaelekea hapo kwa ajili ya kwenda kujionea changamoto ambazo zilizoko. Lengo ni nini? Lengo ni kuendelea kuboresha miundombinu yetu kwa wananchi wetu, ili msiendelee kwanza kupata adha hata mnapokuwa mnafika hapa. Tunahitaji kila mmoja wetu anapofika hapa ajivunie kuwa na serikali imara, ajivunie kuwa na serikali sikivu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi wananchi wake
hasa wanyonge, anatupenda na anatujali sana. Kwa hivyo hata mimi mwenyewe nimeamua kuchukua dhamana hii ya kuweza kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan kwa nyanja za aina zote. Changamoto za aina zozote zile mimi nitazichukua, nitazibeba, nitazipeleka. Lengo na madhumuni tuzidi kuendelea kuzitatua kwa pamoja. Lakini nahitaji sana tuzidi kuendelea kuombeana. Mnapokuwa na changamoto, ninapokuwa na changamoto, kijana wenu na mdogo wenu, msisite kunieleza. Nitaacha mawasiliano yangu hapa. Changamoto zozote ambazo zinaendelea kujitokeza, msisite kuniambia. Ninawapenda sana. Lakini naombeni sana tushirikiane na madaktari wetu, tuwape ushirikiano, tuwapende. Hao wamekuja kwa ajili yetu, na wao ni binadamu, wana mioyo ya nyama, wana mwili wa nyama, wana mapungufu yao. Kwa hivyo mapungufu yao tuyachukue, tuyabebe na tuwasaidie pia hata kuwaombea. Tusije tukaanza tena kuwaletea lawama ambazo hazina maana wala hazina msingi. Lengo letu sisi ni kitu kimoja, tujenge ushirikiano wa pamoja na jamii yetu iwe ni jamii yenye upendo na maadili mazuri. Tumeelewana ndugu zangu? Mimi naamini ya kwamba hakuna tatizo lolote wala hakuna jambo lolote litakalozidi kuendelea kutuharibia hata maisha yetu. Kwa hiyo tunahitaji sana, mnapokuwa mnapewa maelekezo na madaktari wetu, yapateni. Una mgonjwa, mlete. Daktari amekuelekeza ufanye kitu fulani, ufanye kwa maelekezo kama jinsi alipoweza kukuelekeza. Tuwape ushirikiano wao, lakini pia madaktari na wataalamu wetu kwa ujumla, naombeni sana wananchi wetu hawa tuzidi kuendelea kuwasikiliza, changamoto zozote zile. Hakuna tatizo lolote ambalo tunazidi kuendelea kuwapata nikiwepo mimi. Na mimi madaktari nawahakikishieni, nitashirikiana na nyinyi kila hatua. Kwa pamoja nahitaji tujenge ushirikiano mzuri. Lengo na madhumuni tuzidi kuendelea kuimarisha afya za Watanzania hawa. Mimi nimekuja hapa kuwasalimieni tu, nimekuja kuwajulieni hali, nimekuja kujionea changamoto na mambo mengine ambayo yanazidi kuendelea kutupata hapa. Baada ya kuyasema haya, ndugu zangu, samahani sana kwa usumbufu, lakini nawapenda sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwanangu nichukue ile siri, hii ndio itakusaidia. Paka huko. Hapa ndo alipoishia kaka hapo Musa. Aha. Mimi ndo kwa watu hapo. Sawa ndio. Ndani wale wa wazani. Walikuwa na kule bidii kidogo na wanaweka tunawaambia kwamba wana asilimia kidogo ndio kuchangia. Wanaleta kwa mtu analeta mkisha mawili, kisha moja. Dirisha moja ni bei gani ninachukua? Baki hii ilikuwa dirisha moja? Sila slide. Labda utaenda kwa sababu ilikuwa chini ya kiti. Nimebaki kwa ile moja tu ndio nimebaki. Sawa, ngoja nitachukua nani afu tuone tunafanya nini. Naweza nipata kwa sawa sawa. Na maana sasa hivi tunahitaji finishing. Tukimaanisha kwamba huko kunabidi kuwekwa tiles. Wote ipigwe rangi. Ifunge waya ili kwenda kwa maana na ilikuwa ni kusabe nini? Hivyo kwa kolera. Ni kesi kwa hiyo kuna wale tao. Soko unapata nyako wote wanaleta. Kwa hiyo kwa kwa images kwa hiyo kolera. Kwa nini hapo waya ili wewe ni shamba. Sema ngoja nyingine. Sasa tuliona jinsi ilivyo. Na maana sasa kule tuna tena viwili tena vya vile. Na maana tukiwa wanakuja wanapo kupona au wanateseka. Lakini na maana ile ilishaisha. Kama tena kama vingi. Vinakaa hata wakija kuja kwa wote wanaweza kukaa kwenye kitanda chake na mtu akajifungua salama. Lakini kule mpaka mtu usubiri amalize wewe aingie sasa hivi. Nani kasa? Sasa mimi katika hili naomba tu ni kwa sababu tayari nimeshakueleza. Uzuri mimi kwenye kata yangu tunahitaji tuwe na miundombinu na hususan katika mambo ya afya ambayo ni nzuri katika kamati hizo, na nafikiri baada ya hapa napotoka ni kaongea na wataalamu, lakini pia na elimu kusudi
nilikuwa nani sana sikuifuatilia. Kuna milioni 50 ambayo ipo, unaona. Sasa kinachotakiwa nitazifuatilia nione kama itakuwa ni kule, kwa sababu kule nakuja umetupa majengo matatu, na nafikiri ndani ya mwezi ujao tunaanza kufanya kazi. Sasa ngoja nifuatilie, lakini kama itakuwa vipi tutaona jinsi gani tunaweza kuendelea. Ili leo kuna mambo tunahitaji hii ianze kufanya kazi. Ndio msingi ianze kufanya kufanya yote, lakini kubwa zaidi tuanze kufanya kazi hapa. I say mimi jamani, kwanza mimi nawashukuru sana. Sawa, tutatafutana sasa sijali kidogo. Sawa. Haya, asante. Mimi naitwa Vincent. Karibu sana. Diwani bana. Nini sasa? Alafu wewe, takiwa tuache. Mpo kwenye nani? Kwenye kikundi. Kwenye kikundi mpo? Basi Jumatatu tutaonana. Maana Jumatatu ndio tunazigaza. Mnagawa kutokana na vikundi. Itakapokuwa tutaona siku nzuri mtapewa taarifa. Hamna shida. Nashukuru sana. Hamna shida. Kama na sisi tukizipata tunaachana. Hamna shida, tutazipata alafu tena kwa bei ndogo. Wala hamna shida.